Leo aje apige maneno kwenye jukwaa hili, na nikimaliza kupiga maneno mimi hapa na Kambaya, moja kwa moja tunamkaribisha mbunge wetu. Niseme mkutano nimeufungua. Kambaya, karibu. Ndugu zangu, siasa sio kushindana ukubwa wa sauti. Siasa ni kushindanisha hoja. Kama unazo hoja zilete mbele ya Watanzania, na sisi Chama cha Mapinduzi tutaleta hoja zetu mbele ya Watanzania, kisha Watanzania watafanya maamuzi kati ya hoja zenu na hoja zetu sisi. Ikiwa mmeamua hamshiriki uchaguzi, basi tuacheni tunaoshiriki uchaguzi tuzungumze na Watanzania. Nyinyi tulieni mpaka mtakapoamua hapo baadaye vinginevyo. Naomba nizungumze na watu wenye akili timamu, wenye uwezo wa kutafakari. Mtu mwenye uwezo wa kutafakari hawezi kulishwa maneno kutokana na mitandao ya kijamii ilivyopanuka. Yaani uwezo kumsikiliza mtu ambaye una uhakika lini utakutana naye, una uhakika kama yuko hai au amekufa, una hakika anaitaka kweli Tanzania ama haitaki. Huyo ndio akawa anakufanyia maamuzi ya kukuelekeza wewe uliopo Tanzania nini cha kufanya. Hatuwezi kwenda hivyo. Siasa inapanga maisha yetu ya kila siku. Kwenye mkutano huu, na wewe uliopo nyumbani, ukitazama pembeni yako hapo utaona kuna vitoto vimekuzunguka, kama ambavyo sisi tunaona watoto tunakuwa nao kwenye mkutano huu. Watoto hawa hawana fursa ya kupiga kura. Ninyi ndio mtapiga kura kwa sababu ya kuwafanyia maamuzi hawa watoto. Kama hao leo wangepewa fursa ya kupiga kura, wasingejiuliza mara mbili nani wa kumchagua kuongoza taifa hili. Wote wangepiga kura kwa Samia Suluhu Hassan, kwa sababu wanapata fursa ya kupata elimu bure, kwa sababu wanapata fursa ya kupata matibabu bure,
wanaona vituo vya afya na zahanati zinavyoongezeka, wanaona namna ambavyo mama zao hivi sasa na baba zao hawaendi kulipa ada, wala wao hawafukuzi kwa ada. Kama utawapa fursa ya kupiga kura, hawa hawatakuwa na msalie mtume. Kura zitakuwa kwa Samia Suluhu Hassan, kura zitakuwa kwa Profesa Kitila Mkumbo, kura zitakuwa kwa Bakari Kibwanga, kwa sababu watachagua maendeleo. Sasa kuna watu mmeamua kuwasikiliza kina Sele na kina Amina wa TikTok, ambao hawana uwezo wa kuzungumza chochote, wanazungumza mambo yasiyowezekana. Nchi hii haiwezi kuongozwa kwa sababu ya utashi wa mtu. Nchi hii haiwezi kuongozwa kwa sababu tu fulani hamtaki huyu mama anavaa sijui mashungi. Huwezi kumkataa mgombea wa Chama cha Mapinduzi kwa sababu ya hoja dhaifu. Njoo na hoja zinazopimika. Tazameni hali ilivyokuwa. Mimi nilikuwa mpinzani, nyewe mnajua. Hapa Makurumla alikuwa anakuja sana kufanya mikutano, na wengi tulitoka huko. Lakini amesema MC hapa, Makurumla ya miaka ya nyuma sio Makurumla hii tulokuwa nayo hivi sasa. Kama tulikuwa tunadai barabara za lami tunaziona zinaingia mpaka huku ndani. Kama tulikuwa tuna shida ya matatizo ya maji, sasa si tatizo tena la maji. Kama shida yetu ilikuwa watoto wakifaulu hawana sekondari ya kwenda, sekondari sio tatizo, zimejazana. Unabaki kufanya nini kwenye upinzani? Hatushindanishi ukubwa wa sauti, tunashindanisha hoja. Watoto mnawaona hawa, wakipata utulivu wa amani, nchi yetu amani ikatawala, watoto hawa wakaendelea kwenda shuleni, wazazi wao wakaendelea kutafuta shughuli za kiuchumi, wenye kulima wakalima, wafanya biashara wakafanya biashara, wakaweza kuwahudumia watoto hawa. Baada ya miaka 35 ijayo utatoa maprofesa kutoka kwenye watoto hawa. Lakini ukiondoa amani kwa kudanganywa na watu wasiojulikana, watu wanaoikimbia nchi, wakakwambieni muandamane tarehe 29 baada ya kupiga kura, wao unakwenda kuandamana, ikazuka vurugu ndani ya taifa letu. Vurugu hiyo haitaishia Oktoba 29, itaendelea kwa kipindi kirefu. Watoto hawatapata fursa ya kwenda shule. Wewe utauza karanga kama alivyosema hapa Ninja, kwamba mwanae anapenda kusoma lakini uwezo hana, inamlazimu auze karanga ili ampeleke mtoto wake shule. Fursa hiyo haitakuwepo. Ikikosekana fursa hiyo, manake utazalisha taifa lijalo la watu wajinga. Utapunguza uwezekano wa kupata madaktari wa baadaye, utapunguza uwezekano wa kupata wanasheria wa baadaye, kwa sababu umeanzisha vurugu zilizodumu miaka 15. Watoto hawakwenda shule, na kutokwenda kwao shule wamebaki kuwa wajinga, na tumekushapoteza wanasheria wengine. Hatushindani ukubwa wa sauti. Kama mna hoja zileteni mezani, tutajibu hoja zenu. Serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, na hasa nyinyi watu wa jimbo hili la Ubungo, mna mtu ambaye anathaminika na ana thamani kubwa, mtu aliyetuandalia dira ya maendeleo ya miaka 25 ijayo, Profesa Kitila Mkumbo, ndio tunamleta hapa mpe ubunge. Sasa wenzetu kama hawana wagombea wenye mfano ule, basi wabaki, kwa sababu demokrasia sio kulazimishana. Demokrasia ni kuamua kuchagua unachokipenda, hata kama kikiwa kibaya. Yaani kama umeamua kuwa Chadema, hata kama unahakika kabisa Chadema mbovu, na ukaamua kuwa Chadema, tunakuheshimu, ndio demokrasia. Hatukulazimishi uje huku. Sisi tulio wengi tutaendelea kukiunga mkono Chama cha Mapinduzi kwa sababu ya umahiri wa viongozi tuliokuwa nao, kwa sababu ya uwezo wa viongozi tuliokuwa nao, viongozi wenye kupanga mambo ya miaka 25 ijayo, sio viongozi wa kutaka migogoro, sio viongozi wa kupigana kila siku. Kama watu ndani ya chama chao wenyewe hawaelewani, muasisi wa chama chao, aliyekijenga chama chao, Freeman Aikaeli Mbowe, akawafanya watu wakawa maarufu, akawafanya kina Mnyika wakaonekana kwenye siasa hizi, kina Tundu Lissu wakaonekana kwenye siasa hizi, wamemuona hawafai. Hivi nyinyi mnategemea Rais Samia Suluhu Hassan atafaa kama wamemuona Mbowe hafai?
hawana uwezo wa kupima. Uwezo wao wa kuchanganua mambo ni mdogo. Na ndugu zangu, tofauti ya binadamu na mnyama ni katika kutumia akili. Wewe binadamu ukitumia akili yako katika matumizi sahihi, ndio utakuwa umemshinda mnyama. Lakini mnyama ikitokea yeye ametumia akili yake katika matumizi sahihi, atakuwa amekushinda wewe binadamu, hata kama wewe ni binadamu. Vyama vya upinzani vimekosa kuona haya wanayolalamikia hivi sasa. Yalikuwepo miaka mingi, na serikali hii ya Samia Suluhu Hassan chini ya mawaziri hao kina Profesa Kitila Mkumbo wamepunguza idadi ya majanga hayo wanayolalamikia, tofauti na ilivyokuwa awali. Lakini hawaoni. Kuzungumza na upinzani ni sawasawa na mtu anaamua kuzungumza na kitu kisichosikia chochote zaidi ya sauti na kelele tu. Kitu hicho kikiwa hivyo, maana yake ni kama vile unaamua kuzungumza na mnyama. Mnyama sifa yake anasikia kelele tu, haelewi unakusudia nini. Ndivyo walivyo wapinzani. Natapa mfano. Kama wewe uliwahi kufuga ama mfugaji, chukua mfano una mbuzi wako 10-15, upo kijijini unawapeleka malishoni. Ukienda baada ya hatua 15 kuna shamba la mahindi la Mzee Selemani. Ukiwaambia mbuzi, tukifika pale msiingie kwenye shamba la Mzee Selemani, twendeni huku, mbuzi watatikisa mikia kama unakusikia vile, lakini hawakuelewi chochote zaidi ya kusikia sauti ya kelele tu. Haelewi. Una rais ambaye amerudisha uhuru wa ninyi kufanya mikutano. Hapo awali mlikuwa mfanyi mikutano. Anakuiteni, anatengeneza kamati ya maridhiano, mnafanya naye vikao, anaruhusu mnafanya mikutano. Ukitoka hapo unasema Samia diktata bwana, hajali demokrasia. Ala, wewe ulikuwa unafanya mikutano awali wewe? Tena kuna wakati mwingine unaweza ukaona afadhali usiwe na chama kuliko kuwa mpinzani. Rais Samia Suluhu Hassan watu hawampendi kwa sababu ya mavazi yake, hapana. Kwa sababu ya uwezo wake wa kusimamia mambo na kuyanyoosha mambo. Na tunatarajia mnaomchukia mtuletee hoja za kumchukia. Msimchukie kwa sababu ya mavazi yake. Msimchukie kwa sababu anatoka Zanzibar. Maana kuna vyama vimeishiwa hoja vinasema tuwezi kuongozwa na Mzanzibari. Huu ni upuzi. Hii ni Tanzania. Hatuna nchi inaitwa Tanganyika, tuna nchi inaitwa Tanzania. Na wazee wetu waliotafuta uhuru wa taifa hili hawakugawana kwa maeneo, hawakugawana kwa ukabila, wala hawakugawana kwa dini zao. Waliungana kumuondoa mkoloni. Sasa hiyo chombeza inakuwa kali kidogo hiyo. Hatumsitiri mtu, lakini tunawaeleza ule ukweli ulivyo. Daktari Samia Suluhu Hassan sio tu tunamwenzi sisi wa Tanzania. Profesa anajua, na akipata fursa atakuja kusema. Amekishapata tunzo za nchi ya nje zaidi ya 3. Mataifa ya nje yanamtunuku nishani ya uongozi bora na katika usimamizi wa masuala ya maendeleo. Nje huko Ulaya mnaposema mnapendwa je, wamekishampa tuzo hizo. Kwa hivyo ndugu zangu, tunapokuja kuwaomba kura na tunapokuja kuwakataza msishiriki mambo ya maandamano, ni kwa sababu athari zake ni kubwa zaidi kuliko faida. Hakuna faida utakayopata kwenye maandamano zaidi ya uende wazimu mtupu. Yaani nyinyi mnaongozwa na njiti. Yule dada mimi nikitazama kwenye mitandao naona kama njiti vile alivyo yani. Mtu hana nyama afiki hata kilo 7 ndio anakuongoza yeye akili zake. Tujenge hoja, tuambieni sisi mmeshindwa hapa. Alafu sisi kama tumeshindwa tutakiri kweli hapa tumeshindwa. Tuna ilani ya mwaka 2025-2030 inakuja kulibadilisha jiji la Dar es Salaam kutoka hivi lilivyo, na ukilitazama hapo baadaye utakuwa kama unaitazama Istanbul vile Uturuki, namna litakavyokuwa linapendeza. Hiki ndiko Chama cha Mapinduzi. Hatuji kimya, tunakuja kuwaonyesha tutafanya nini, tumefanya nini, tuna malengo yapi kwenye kila sekta. Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo, tafadhali karibu jukwaani hapa tuweze kuomba kura. Na Bakari nawe usogee kwa pamoja, tuombe kura kwa pamoja, alafu utateremka utamwacha profesa. Harambe, harambe mama, harambe.
Waheshimiwa, ndiyo tumaini letu katika maendeleo ya taifa letu. Itakapofika tarehe 29 hakuna kurejea nyuma. Ni Profesa Kitila Mkumbo, unaweka tunakwenda zetu. Unakuja kwa Bakari Kimwanga hapa, unatiki tunakwenda zetu. Juu yake pana Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, mtu bingwa kabisa, wala hakuna kumfananisha naye. Profesa, wana Ubungo wako tayari kukusikiliza. Tafadhali karibu uweze. Mwandishi samahani. Hata waliokuwa wanatia shaka, waliokuwa na wasiwasi, Dr. Samia, Mama Samia, mgombea wetu ambaye pia ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameonyesha uimara wa kutosha. Hiyo habari ni kweli si kweli? Kama ni kweli simpige makofi. Lakini sifa ya pili ya kuchagua rais, lazima atoke kwenye chama imara. Lazima atoke kwenye nini? Kwenye chama imara. Kwa sasa, kwa vipimo vyote, kwa vigezo vyote vya kisayansi, chama kilicho imara katika nchi hii ni chama gani hicho? Ni Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mgombea unayemchagua atokane na chama imara. Jambo la tatu, lazima mchague kiongozi ambaye ameonyesha dhahiri uwezo na uzoefu wa kuongoza nchi. Nchi hii ni nchi kubwa, ina pande mbili, ndio inaitwa Jamhuri ya Muungano. Muungano maana yake humo ndani zipo nchi mbili ziliungana, Tanzania bara na Zanzibar. Lazima uchague mgombea ambaye anaifahamu fika nchi pande zote mbili, lakini pia mwenye uzoefu na uwezo wa kusimamia mambo ya msingi katika nchi. Na mambo ya msingi katika nchi ni mawili, ni swala la amani, utulivu na usalama, na jambo la pili ni mambo ya maendeleo. Mtu huyo mwenye uzoefu katika wagombea wa mwaka huu, mwenye uzoefu, mwenye uwezo, kwa rekodi isiyotia shaka, ni mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu hizo tatu, naomba nimwombee kura. Ngapi kura ziko wapi za Mama Samia hapa? Kura ziko wapi hapo nyuma? Hapa vipi? Kwa ndugu wana Makurumla, kwenye hilo msibabaike. Mgombea urais ni wazi kabisa, kura yenu iende kwa Mama Samia. Ya pili, na mimi nijiombee nisijiombee? Nijiombee kura nisijiombee? Na wakumbusha tena, tunafanya uchaguzi kwa lengo la kupata viongozi watakaounda serikali mbili. Nchi yetu inakuwa na serikali mbili. Serikali ya kwanza inaitwa serikali kuu. Serikali kuu, kiongozi wake mkuu ndiye huyo anaitwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaunda baraza la mawaziri, halafu anasimamiwa na bunge. Kwa serikali kuu inasimamiwa na bunge. Kwa uchaguzi tunachagua rais, nimeshaeleza, tunachagua mbunge ili aende Dodoma akafanye mambo mawili. Wanapopanga budget, muwe na mwakilishi wenu ambaye katika keki na ugawanywa asimamie wana Makurumla pia wapate. Ndio mbunge na mgombea wenu mimi Kitila Mkumbo. Hapo vipi? Madiwani wapo, madiwani 21, wabunge wawili wa Kibamba na Ubungo, madiwani wa viti maalum 5 na madiwani wa kuchaguliwa 14 katika kata 14. Na kata ya Makurumla mtamchagua Bakari Kimwanga awe diwani wenu
akasimamie maslahi yenu kwenye ngazi ya halmashauri ili barabara za mitaani zijengwe. Hapo vipi? Nimlete nisimlete? Wakati Kimanga, njoo bwana, uje usomee serikali yako. CCM oye! Makurumla oye! Ndugu Profesa Kitila Mkumbo, mgombea ubunge wa jimbo hili la Ubungo na waziri wetu wa nchi, ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa kata hii Alhabibi Idi Bilali Toatoa, katibu mwenezi wa jumbe wa kamati ya siasa, lakini kipekee ni mshukuru rafiki yangu wa miaka mingi Alhabibi Putin homa ya jiji Abdalla Abdul Juma Kambaya, ambaye amesema vizuri na kujenga hoja za kitaifa. Hapo vipi? Ndugu zangu, la kwanza naomba tuseme mwaka 2020 wakati tunakuja kwenye haya majukwaa, wengi mlikuwa na matumaini na mliendelea mpaka sasa kuendelea na matumaini na wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Lakini jambo moja kubwa ambalo limetukutanisha hapa leo, tuwapo hapa eneo la Gine, mtaa huu wa Mianzini, tunajua kero kubwa tuliyobaki nayo au inayotutesa kwa sasa ni maji. Hapo vipi? Lakini nisipokuwa na shukurani kwa mtu aitwaye Kitila Alexander Mkumbo, mtakuwa siitendei haki nafsi yangu pamoja nami binafsi. Wiki 3 zilizopita, baada ya mwenyekiti wetu wa tawi hili la Sokoine hapa tulipo, mama yangu Liberata Mduga, kuhangaika huku na kule, kwa pamoja tukishirikiana kutatua changamoto ya maji, na kila wakati tukileta wataalamu kutoka DAWASA. Hatimaye wiki 3 zilizopita, Kitila Mkumbo alinipigia simu akinieleza ya kwamba kuna maelekezo nitapokea kutoka kwa afisa mtendaji mkuu wa DAWASA, bwana mmoja anaitwa Bwana Bwire. Dakika 30 baadaye akanipigia akinieleza amepokea maelekezo kutoka kwa waziri wa nchi, ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, ambaye pia ni mgombea ubunge wa jimbo hili la Ubungo, akinitaka ya kwamba niwape ushirikiano. Wana timu yao maalumu ambayo inatembea mitaani, na baada ya dakika 45 mbele akaletwa injinia anaitwa John Yasenga. Haya anayasema mwenyekiti wa Kwajongo yuko hapa, kwa sababu kikao na injinia Yasenga nilikishiriki mimi na wajumbe wa mtaa wa Kwajongo, kwa sababu ndio tulikuwa tuna kazi maalumu pale, na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi tawi la Kwajongo, rafiki yangu Ismaili Amiri Udewe, alikuwepo kama kiongozi wa chama pale. Tukasikiliza maelekezo, na baada ya kusikiliza maelezo tukakabidhiwa injinia ambaye alianza kazi kwa usiku wa kuamkia siku tuliyokutana nayo. Baadhi ya mitaa ikaanza kupata maji, changamoto ikabakia eneo la Gine. Lakini kwa msaada wa profesa nikarudi kwake kumpa mrejesho wa nini kinachoendelea. Akaamuru wataalamu wale warudi eneo hili, na tayari wamefanya study, kwa sababu hapa tulipo Gine tunategemea valvu iliyokuwepo kona kwa Chambuso ndio itulishe maji yote huku, na badala yake sasa
Wenzetu wa DAWASA wametuomba, sasa wanasubiri vifaa kuunganisha na bomba lililopita chini ya hili bonde ili kuleta msukumo wa maji kwenye haya maeneo yetu. Nani kama Daktari Samia? Tunapozungumza ya kwamba shida za wananchi zitatatuliwa na viongozi wa Chama cha Mapinduzi. La pili, mwaka 2020 wakati tunaomba dhamana ya kuongoza kata hii na jimbo hili la Ubungo, mawasiliano hasa ya kiwango cha lami, profesa ni mtaalamu wa utafiti, ilikuwa ni 0.1% ndiyo lami iliyokuwepo katika kata ya Makurumla. Hiyo ni sawasawa na hakuna. 2021 baada ya uchaguzi mwezi wa 4, kikao cha kwanza ambacho kilihusisha juu ya mradi tulioukuta hot cake ni mradi wa DMDP phase 1 ambao ulikuwa unatoka kwa wenzetu Kinondoni kutokea NIT Mabibo kuja Madoto, na baada ya kufika Madoto ilitakiwa kwenda kufumua barabara ya polisi Kigogo kwenda ikaunganishe na Jaba chini Kigogo. Kwa miongozo na ujengaji hoja ndani ya vikao pamoja na binafsi mbunge kutusaidia, hatimaye barabara ile kufika pale kona ikakata kulia badala ya kwenda kushoto. Leo uwapo hapa Mianzini, uwapo kwa Jongo, uwapo Kimamba, uwapo na Kagera sehemu, leo hatimaye tukaonja lami. Lakini utekelezaji wa miradi hile haukwenda hivi hivi, ulikwenda na misukumo. Leo tumekamilisha lami ile yenye kilomita 7, lakini tukapata na mradi tena mwingine kutoka mapato ya ndani halmashauri ambayo tulitumia milioni 260 kwa kujenga lami mita 210 iliyotoka Malakana mpaka Baba Watoto. Leo tumekamilisha kilomita 7 hizi zenye thamani ya bilioni 18.4. Leo kupitia barabara hii na kupitia mradi huu wa hii barabara, mwenyekiti wa mtaa wa Kimamba yupo hapa. Sehemu kubwa kupitia huu mradi tukafanikiwa kujenga mto mwingine ambayo maji yote yanayotoka barabara kuu ya Morogoro yote yalikuwa yakiishia kwenye makazi ya watu maeneo ya Mikumi kisiwani Kimamba na kuendelea, kila siku ikawa ni adha ya mafuriko. Lakini kupitia mradi huu tukafanikiwa kujenga kingo. Leo Mikumi kisiwani mafuriko wamesahau. Nani kama CCM? Mradi huu ukatekelezwa kwa thamani ya milioni 235 ikiwemo na kulipa fidia kwenye nyumba 2 ambazo ziliguswa na mradi huu. Nini ambacho tunakwenda nacho kwenu? Tumekuja kuomba tena miaka 5. Tunaomba miaka 5 tena ya uongozi, tukiwa tunajua tuna dhamana kubwa ya kwenda kuhakikisha tunakwenda kutatua kero za wananchi. Na wananchi wa kata hii kero kubwa ni miundombinu ya ndani. Kwa maana ya nje tulishamaliza, sasa tunaingia kwenye ya ndani. Leo tunavyozungumza tayari kampuni ya China Road and Bridge Corporation ambayo tayari imeshakita kambi yake pale Mabibo Sahara na eneo nyingine wamekita pale Vijana Social Hall Kinondoni, leo wanakuja kutekeleza mradi ule wenye thamani ya zaidi ya bilioni 4, ujenzi wa barabara ya Midizini. Kwa maana barabara ile inakwenda kuwa ya kisasa pamoja na mifereji, lakini pia inakwenda kuwa na taa za barabarani. Nani kama Dr. Samia? Lakini jambo jingine, Mheshimiwa mbunge ameeleza vizuri kuhusiana na mto China. Yana profesa, huu mto ulitaka kututoa roho, mwenyekiti toa anajua. Lakini leo tunawaambia kwa kinywa kipana tunakwenda kutekeleza huu mradi. Hatua ya kwanza ilikuwa ni kwenda kuutambua mradi. Mradi umeingia kwenye vitabu vya serikali. Hatua ya pili sasa, kuanzia Januari
mwaka 2026 wataalamu wetu wanaanza kushuka, kuanza kujadili na pamoja kwenda kwenye utekelezaji hatua kwa hatua kukamilisha ujenzi wa kingo katika mto China. Swala la mita 30 na mita 20, mita 5 halipo. Serikali ya Chama cha Mapinduzi maelekezo yake, aliyekuwa kwenye mita 30, aliyekuwa kwenye mita 10, aliyekuwa kwenye mita 5, maadamu mto ulikufata au wewe uliufuata mto, Chama cha Mapinduzi kimeelekeza wote mtakwenda kupewa mkono wa kwaheri, ili mradi kila mmoja muachane kwa amani. Nani kama CCM? CCM oye! Lakini la tatu, ili tutumie muda vizuri, mwaka 2020 tulisimama kwenye hivi viwanja tukaomba kura, lakini tukiahidi. Profesa, unakumbuka hadithi ya leba pale? Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa kata hii anajua. Leo tulikuwa na leba, ni uchochoro wa leba, lakini kufika mwaka 2025 serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeingiza shilingi milioni 388.1 ambazo fedha hizi zimetekeleza ujenzi wa wodi ya wazazi pamoja na leba, lakini na jengo la upasuaji. Nane kama sisi. 5 mwezi wa 6 mwaka huu 2025 Mwenge wa Uhuru ulikuja kuzindua ule mradi. Tarehe 20 mwezi wa 6 huduma ilianza, mpaka kufika hivi sasa zaidi ya kina mama 25 wamejifungua kwa njia ya upasuaji, wako salama wao na watoto wao, na hakuna kifo. Nani kama Dr. Samia? Tunawaomba ifikapo tarehe 29 ya mwezi huu, siku 17 kwa 18 kutoka leo, twendeni tukakipe kura Chama cha Mapinduzi. Twendeni tukatoe kura za heshima kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Twende tukatoe kura nyingi kwa wingi za Profesa Kitila Mkumbo, aendelee kukumba maendeleo ya jimbo letu la Ubungo. Wote tusimame na kusimamia master plan ya halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Lakini vile vile niwaombe, tarehe 29 ya mwezi huu twende, na mimi naomba kura nyingi kwa wingi kwa nafasi ya udiwani. Hapo vipi? Hapo vipi? Wangapi watampa kura Dr. Samia? Asante. Wangapi watampa Profesa Kitila? Na mimi je? Asante sana. Lakini yake aiendelee ili na sisi tuone mafanikio mawili matatu. Lakini Mama Samia si ndo mama yetu? Mama Samia, nasema tena, shika peni, shika peni, shika peni, shika peni Oktoba. Shika peni, shika peni, shika peni, shika peni Oktoba. Ni kweli. Ni kweli. Nimesoma naye shule moja form 1 mpaka form 4. Na ni mtu ambaye alituongoza kisiasa bila kujua sisi anatuongoza kwa sababu ya nini, lakini mwisho wa siku tunakuja kuona mafanikio ambayo yeye alikuwa akituongoza wakati tuko shule. Kwa hiyo nafikiri anastahili hii nafasi, kwa sababu toka tuko shule alituongoza kwenye hii nafasi. Asa leo namuona tena, ila namuona kwenye uwaziri inshallah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu namuona kwenye uwaziri. Namuona kwenye waziri na namuona kwenye nafasi zingine kubwa sana kupitia serikali yetu ya Mama Samia Suluhu Hassan. Kutokana na unavyomfahamu wewe, hata akigombea ubunge anapita. Sio ubunge, kama ikiwa ni CCM, hata akisema anagombea urais basi atapita. Kwa hiyo anastahili, kwa sababu toka tuko shule ndio mfumo alokuwa nao, alikuwa akituongoza sisi, na this time ametudhihirishia wanafunzi wenzake wote. Hata tukiingia kwenye group la shule wengi tunamsupport, na hata wanafunzi wenzangu nimeona hapa wengine ambao tulikuwa wote tuko shule tunamsupport, kwa sababu ni mtu ambaye ameonyesha toka tuko shule. Kwa hiyo inshallah naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atakuwa kiongozi bora zaidi na zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Nani huyo?
Bakari Hasani Kimwaga. So